My darling, nimekutengenezea juisi nzuri unyoondoe uchovu kipenzi changu. Asante sana mke wangu. Wewe pumbavu. Aliyekwambia uchukue juisi ambayo nimtengeneza mume wangu ni nani? Hivi una shida gani wewe? Umetoka kukuni kijijini kuja mjini kuja kuharibu maisha ya watu? Au umekuja kuingilia ndoa za watu? Alafu nicho kupiga marufuku. Sema ambayo niko mimi na mume wangu, sitaki wewe uje. Leo kilicho kuleta hapa ni nini? Naomba nisamee madam, lakini nilikuwa na kiu. Ulikuwa na kiu? Huko jikoni yako tamani zako kuchukua juisi ambayo nimtengeneza mume wangu. Alafu ngoja nikukumbushe. Wewe huko ndani ni beki 3. Huna thamani ya aina yoyote. Kwa hiyo jua mipaka yako na chunga menendo yako mpumbavu wewe. Hivi una shida gani wewe? Kwa hiyo mako kujinga kufisha tu kuingia ndoa za watu. Hivi vitu una shida gani? Hivyo binti una matatizo gani wewe? Hivi una akili kweli wewe? Ndio ulivyofundishwa kwa kweli? Yaani mke wangu anaendelea juisi, wewe unatoka tu from nowhere unakuja unachukua unakunywa. Hivi una akili kweli wewe? Naomba nisamee sana bosi. Lakini ile juisi ilikuwa salama kwako. Ndio maana nimekunywa. Unazungumza kitu gani? Juisi haikuwa salama kwangu. Unataka kumaanisha nini? Ina maana unataka kuniambia kwamba mke wangu ile juisi kuna kitu amekiweka, si ndio? Hivi wewe binti una matatizo gani wewe? Wewe si mfanya kazi tu. Unataka kuingilia mambo yangu mimi na mke wangu, wewe anakuhusu? Nakuuliza anakuhusu? Wewe. Hicho ulichokifanya usije ukasubutu tena kurejea. Mambo ya mimi na mke wangu acha kuyafuatilia. Mpumbavu mkubwa wewe. Sawa bosi. Nakuahidi haitajirudia tena. Lakini kuna kitu nilikuwa nakuomba nikuonyeshe. Uende labda utanielewa kupitia hicho kitu. Kwa hiyo maana mke wangu mimi ananiroga. Hapana bosi, usiende. Mimi nilikuwa nakushauri tuendelee kumfuatilia kwanza taratibu. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea wewe uvifahamu. Kwa ni vema ukavuta subira ile uvijue ambavyo vipo nyuma ya ile nini. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana bro. Maana hapa kwenu mpaka unafika bwana, kumechanganya sana hivi kumebadilika kinyama yani. Mungu! Mungu nisaidie na kufa. Mungu!
kuna kitu nilikuwa nataka nikuombe kama utojali. Unajua mimi toka nimetoka kijijini nimekuja huku sijawahi kukutana na mwanaume wa aina yoyote. Nilikuwa naomba unisaidie, ni muda mrefu sana. Alafu humu ndani sipati ruhusa ya kutoka nje na banwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie. Wewe binti, jambo cha kunitoa uchoro wangu. Unanielewa? Sijafiwa mimi. Nina mwanamke wangu. Na mwanamke wangu ananipa kila kitu ambacho naweza kalizika mimi. Hivi, wewe unavona mimi nitembea na wewe? Nitalizika nini mimi? Unavona nitamaliza haja zangu kwako? Hebu sikia. Kabla sijakufanya kitu kibaya, naomba utembe na macho yangu. Basi ngoja ningafunge mlango mara moja. Si unajua mabosi hapo nje, kwa wanaweza wakaingia ndani kwa bahati mbaya ikawa shida. Basi poa, changamka kaka. Vipi bwana mdogo, mtu msije ajibu. Nataka kuchelewesha mambo sasa hivi hapa.
Sikia. Yule kijakazi wako yuko wapi? Kwa sababu tusije tukafanya misheni yetu hapa, alafu akaja kuharibu mpango wetu wote kila kitu. Kipenzi, kuhusu ule usijali kabisa. Yaani kwanza tumalizane na huyu. Tukishamuua huyu, yule hana shida. Dakika 2 tu tunammaliza. Tunakuwa kazi yote tumeimaliza. Anza na huyu kwanza, sababu huyu ndio gwiji. Bebe umejua kunifurahisha. Au umefanya kazi vizuri na kwa umakini. Sasa sikiza nikwambie. Hapa kichobaki ni kumfuata yule malaya. Tumalizane naye, kazi yote imeshaisha. Tunafai kwa tamaa zako za mwili. Hivi unahisi yule binti atakusaidia kitu gani kwenye maisha yako? Mbona unakuwa mpumbavu, una akili wewe? Yaani mimi nimekuleta nyumbani ufanye kazi ya maana ili tupatie pesa, uende kufanya mambo yako ya kijinga. Hivi unahisi kitu gani kitatokea kama mume wangu akija kujua? Mo, tunahitaji ile kuliko kitu chochote hapa duniani. Uende kufanya mambo ya kipumbavu. Unafikiri hizo pesa tutazipataje? Sitaki ujinga utokee tena. Kiukweli nimekosea. Na akili nimekosa. Ila naomba nisamehe tu mpenzi wangu. Ila nakuahidi, awamu hii haitakuja kujirudia tena na wala hatutafeli katika maisha yetu. Niamini kwa hilo mpenzi wangu. Mo, achana na habari za mapenzi. Au mapenzi yatakusaidia kitu gani? Mbona kwa unajua mwanaume unanishindwa unajua wewe? Yaani mimi nafanya yote haya ili tupate maisha bora, wewe unakuja unafanya mambo ya kipumbavu. Kwa hiyo na hizi tutaishije labda? Tusipofanya mambo yetu kwa umakini, yatakuja atajulikana na mwisho wa siku atakuja kutupeleka sehemu mbaya sana. Hivi ufikiri? Sawa mpenzi wangu. Naomba mkondoe hofu kwa hilo. Ila sasa hivi na mpango kazi sana. Ninaamini huo mpango wangu ni kuupanga vizuri. Kila kitu kitenda sawa. Na yule mfanyakazi wako yule kijakazi, kwa hicho alichonifanyia, atakuja kujutia katika maisha yake. Haya, mpango gani? Haujakaa sawa. Lakini nafikiri baada ya muda mfupi tu kila kitu kitakaa sawa. Na mpango mzuri sana. Utafurahi tu mpenzi wangu, usijali kwa hilo. Nisikilize Mo. Hiyo mipango yako unayopanga, naomba upange ukiwa unajielewa. Masala unasema unapanga mipango afu unakuja huku unakuja kufanya vingine, utakuja kukosana. No worry. Nafikiri unanijua ni mwanaume shipapi. Huwa siwezi kufeli mara mbili kitu kimoja. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa baby. Okay, nakupenda. Wewe mshenzi, aliyekupa ruhusa uchukue nguo zangu ufue ni nani? Humu ndani ni kwako, huko baba yako paka uchukue maamuzi. Yaani nataka iwe mwanzo leo na mwisho leo kuchukua nguo zangu kufua. Kama na safari zangu, utaka nivaa nguo yako machafu hayo au? Siku ukija kujaribu tena kuchukua nguo zangu bila ruhusa yangu kufua, nitakuja nikuue wewe mbwa wewe. Naomba nisamehe bosi. Mimi nilipozikuta hapo nikafua nikajua kama kawaida yako tu unatoa ili nifue. Nyoko, pumbavu wewe. Popote pale utakapokuta nguo zangu, naomba zachi kama zilivyo. Unajua mimi nimetaka kwa mipango gani? Na ukija kujaribu tena kujamulia mambo tu ndani kama ndani kwako, nitakuja nikuue kwa mikono yangu miwili. Tu unanielewa? Alafu
Aliyekupa ruksa kutoka kumbaka yule kijana ni nani? Hiyo ndio kazi uliyokuleta humu ndani? Kitu chote unachokuta humu ndani, hata kama umekiona cha aina gani, kiachi kama kilivyo. Sitaki uingilie. Tena nilishakwambia jua mipaka yako. Nafikiri hujui mipaka yako. Nipo siku nitakuonyesha mipaka yako ni ipi. Muangalie kwanza. Sura ndogo kama Plutoni. Kwanza sogea hapa. Sogea hapa. Sogea! Zari! Ni kitu gani unafanya? Mbona mpiga binti bila makosa yote? Amekufanya nini? Mme wangu, huyu sio mfanyakazi bali huyu ni malaya. Huwezi kuamini. Anataka kumbaka Moti. Nani chumbani kwake kamuingiza? Huyu mfanyakazi kweli wa kuishi naye? Flaviana, anachokizungumza dada yako kina kweli ndani yake? Ndiyo bosi. Lakini nilifanya hivyo kwa sababu yako. Unamwona mme wangu? Anakuingiza na yako nini tatizo? Huyu mme wangu ni mfitinishaji, sio mfanyakazi wa kukaa naye. Kwanza mimi ndani simtaki. Naomba umuondoe sasa hivi. Pole sana Flaviana. Ni kitu gani ambacho kinaendelea huko ndani hizi siku 2-3? Mbona kuna matukio ya ajabu ambayo yanaendelea alafu mimi siyaelewi? Nini kinaendelea? Kwa hiyo, unaona matatizo yangu na matatizo yanayofanya kijakazi wako yaone? Sikiza wewe mwanaume. Huyu kengi wako huko ndani simuhitaji. Naomba umuondoe. Nitamtafuta mfanyakazi mwingine ambaye tutaishi naye huko ndani, atakayeniheshimu na atafanya kila kitu ambacho namwagiza mimi. Lakini sio huyu kengi wako. Naomba umuondoe huko ndani kwangu. Acha kunipanda kichwani. Unataka umlete mfanyakazi wa nini? Huyu dada watu hana matatizo yoyote yule. Anafanya kazi kwa bidii, anafanya kila kitu kwa wakati. Ni kitu gani ambacho unachotaka wewe umchukue dada kazi mwingine umlete huko ndani? Nisikilize nikwambie. Huyu dada kazi hawezi kuondoka kwenda popote. Mwenye matatizo sio yeye, ni wewe ndio mwenye matatizo. Ndio, mimi ndio mwenye matatizo. Na huwezi kuona matatizo yake hata siku moja kwa sababu yeye ndio anayekupa utamu. Naomba nisikilize mwanamke, sawa? Hizo kauli zako za kishezi na za kipumbavu. Angalia ni nani unamwambia. Mimi ni mume wako. Huwezi kuniambia maneno ya kijinga kama hayo. Yule mtoto mimi atanipa utamu gani yule? Ni kitu gani ambacho anaweza kunipa mimi yule? Wewe. Chunga hizo kauli zako za kijinga. Nitakuja kukufanya kitu kibaya fai. Pumbavu wewe. Sikiza nikwambie Salungi. Huyu kijakazi wako humu ndani ataondoka. Yaani utake usitake, humu ndani ataondoka. Sitaki kumuona tena. Hapana mama. Acha niendelee kupambana kwa matumaini. Naamini ipo siku Mungu atasikia kilio changu. Kijijini kazi ni ngumu sana. Na hata ukipata mshahara wake ni mdogo sana. Naamini ipo siku Mungu atabadilisha nyeupe kuwa nyeusi. Endelea kuniombea tu mamangu. Mwanangu, kama unaona uko hali ngumu, rudi nyumbani. Usiendelee kuteseka bure. Unaweza ukapata na matatizo makubwa ukashindwa kupata msaada kwa haraka. Sawa mama. Nitajitahidi kesho mapema nikutumia pesa ili upate matibabu kwa haraka. Sawa mwanangu. Dua zangu zipo kwako kila siku. Ila nakuomba sana uendelee kupambana. Mungu atakusaidia. Na kesho ujitahidi unitumie pesa ya dawa maana dawa zangu zimeisha.
Flaviana. Mbona unalia? Una tatizo gani? Alafu sasa hivi ni usiku, umekaa huku peke yako, shida nini? Hapana bosi, hakuna kitu. Usiniambia kuna kitu wakati naona kabisa sura yako inamwaga machozi. Nini tatizo? Kama kuna kitu chochote ambacho kinachokusumbua, naomba uniambie ili nijue na kusaidia vipi. Kukaa na kitu ambacho kinakusumbua bila kuwashirikisha watu, unafikiri nani atakusaidia? Niambie ni kitu gani kinakusumbua ili nijue na kusaidia vipi. Nimetoka kuongea na mamangu. Anaumwa sana. Lakini nikimwambia madamu anipe mshahara wangu ananizungusha tu. Mpaka sasa hivi sioni matumaini yoyote. Na mimi ndio msaada pekee kwa mamangu. Pole sana. Lakini kwa nini anafanya hivi? Na ukizingatia mimi mshahara wako nimempa wiki 2 zilizopita nyuma. Ina maana mpaka leo bado hajakupa tu mshahara wako? Ila sawa. Mimi nitaenda kuongea naye akupatie mshahara wako kesho. Na kama atakuwa ameshautumia, basi kesho kabla sijaenda kazini asubuhi, nitampatia ile mradi akupatie. Kwa hiyo usijali, sawa? Sawa kaka, nitashukuru. Usiku umekuwa mkubwa sana. Hauwezi kuendelea kubakia hapa peke yako. Naomba tuingie ndani ukapumzike. Wewe ng'ombe mtu ulokosa kwatu katembelea mkia. Ni kielele gani kilichofanya ng'ombe mwangu kwa mimi sijakulipa mshahara? Umo ndani kiasi kulipo hela zako wewe. Ikifika muda wako sinakupa hela zako. Na nani kulipa si mimi? Kilichofanya ng'ombe mwangu kitu gani? Hivi upendi kuona mimi nimekaa na amani au upendi kuona hii nyumba ina amani? Yaani hata kama mtu kaamua kukaa kutulia, wewe bado unanichukunyoa. Yaani mpaka uone mimi naongea, si ndio? Binti, naomba kila ikifika mwisho wako mwezi mimi ndio naye kulipa mshahara kwao, nifuate mimi. Na sio muhusishe mume wangu kwenye hili masuala. Si unanielewa? Nitakuja nikuumize ukaona mimi mbaya. Hivi una shida gani wewe? Kwa umekuja kwenye nyumba kukosesha watu amani? Naomba nisamehe sana madam. Lakini mamangu anaumwa sana. Na mimi ndo tegemezi lake, hana msaada mwingine zaidi yangu. Ndio maana nikaenda kumwambia bosi. Huyo mama yako aumwe, hafe. Mimi ana faida gani kwangu? Unaacha kumlilia aliyompa ugonjwa mama yako, unakuja kutupigia sisi kelele. Sikiza nikwambie. Iwe mwanzo na mwisho kumfuata mume wangu kujitiatia huruma, sijui dada hajanipa hela yangu sio nini. Nitakuja nikuchome visu wewe mpumbavu, nikula nitakufukia humu ndani mbwa wewe. Muangalie kwanza. Hiyo takataka yako kutumia kwenye simu. Maana kuna watu wanadai hela, kuna watu wanadai takataka. Sawa dada, asante. Kwa kuniita dada yako. Mimi na dada wao umeanza lini? Ungekuwa dada yako mimi ungenifanyia hivyo. Tena ukome. Kwanza najuta kukutoa kule kijijini kuleta mjini mbwa wewe. Vipenzi vyangu, leo nimeandaa kichakula kama sehemu ya kuwaomba msamaha. Kwa hiyo naomba tule kwa pamoja kwa furaha na amani. Na mkile kichakula, nitahisi mmenisamehe kabisa na matatizo yote yataisha. Maana sisi ni familia, sio vizuri kugombana na kutengana. Mke wangu, kiukweli miongoni mwa siku ambayo umefanya jambo zuri, basi leo ni mojawapo. Hakika umefanya kitu kimoja kikubwa sana. Unajua ni muda mrefu sana tujapata muda kukaa tukala pamoja kama hivi. Kwa hiyo
siku ya leo kwa hicho ulichokifanya mimi nikupongeze. Unajua kula kwa pamoja hivi kama familia inaongeza upendo, lakini pia Mwenyezi Mungu anashusha baraka zake. Naomba isiwe leo tu, iwe ni endelevu. Lakini Dafai mimi nimeshiba. Flaviana mdogo wangu, umeshiba umekula kitu gani? Tangu asubuhi mimi niko jikoni naandaa vitu. Wewe upo chumbani umelala. Unasema sasa hivi umeshiba, umekula nini? Hautaki kunisamea dada yako? Hebu kula bwana mdogo wangu, nakuomba. Au mume wangu unaonaje? Ni kweli ninachokizungumza mke wangu. Flaviana, unajua sasa hivi sisi ni kama familia. Alafu moja katika kitu ambacho hukijui, unajua siku zote kula na mabosi zako ni moja kati ya baraka kubwa sana. Kwa hiyo kama mke wangu ameandaa chakula kwa ajili yetu sote, na kuomba tafadhali usikatae. Na kuomba ule, sawa? Flaviana, una shida gani? Una shida gani mbona usemi? Flaviana. Mke wangu, hichi chakula mimi naona sio salama. Tafadhali basi subiri muangalie hapa, mimi naenda kumchukulia maziwa. Subiri mume wangu, ngoja niende mimi. Weka hapa muangalie, sawa? Waisha basi mke wangu, waisha mbio. Fanya haraka. Flaviana. Kwa sasa unajisikiaje? Na afadhali kidogo. Usijali, utakuwa sawa. Wewe aliyekwambia uweke sumu kwenye chakula cha Flaviana ni nani? Aliyekwambia mimi nimeweka sumu kwenye chakula cha Flaviana ni nani? Acha kutufanya sisi watoto wadogo, sawa? Kila kitu umeandaa wewe, umepika wewe na chakula umetenga wewe. Hakuna hata mmoja kati yangu mimi na Flaviana alioandaa hata kijiko tu. Ina maana kwamba wewe ndio ambaye umefanya huo mchezo. Naomba uniambie ukweli, ni nani ambaye amekutuma uweke sumu kwenye chakula cha Flaviana? Na kujua vizuri sana tofauti unavyojijua. Usiposema ukweli, nitakufanya kitu kibaya. Naomba uongee ukweli. Mimi sijaweka sumu kwenye chakula chake. Huko ndani tunaishi watu watatu. Wao unaweza kaweka. Na hata yeye mnapenda kujiwekea mtu kutugombanisha. Kwa nini unanishutumu mimi? Kwa hiyo kwa nini chakula mimi nilikuwa ndo shida? Sikiza nikwambie. Nimetoka mbali kutafuta maziwa. Leo hii narudi hapo unanishutumu mimi ndo nimebaki sumu. Kwa hiyo mamangu mimi ndo unanipoza, si ndio?
Mimi siwezi kumwekea sumu na wala sina haja kumwekea sumu. Na nikitaka kumuua, naweza nikamuua kwa mikono yangu, lakini sio kwa njia ya kumwekea sumu. Mimi sijaweka sumu. Kwanza nijua wenyewe msitaki mnichanganye msaizi. Kwa hiyo tufanye sisi machiza tu na akili, si ndio hivyo? Kwamba huyu anaweza kaniwekea sumu au mimi naweza nikachukua sumu nikamwekea huyu. Wewe acha kunifanya mimi mtoto mdogo. Acha kunifanya mimi mpunguani wa akili. Kwanza ulipotoka mlango umeufunga, lengo lako lilikuwa ni nini? Nisikilize. Kama umefanya, haujafanya, ila hili jambo siwezi kuliacha lipite hivi hivi. Nitajua ni kitu gani cha kufanya mpaka huyu mhusika ajulikane ambaye amefanya ile tukio. Na kama ni wewe, sitakuwa na huruma katika hili. Wewe utajua mwenyewe. Ushirikie, ufanyeje, mimi sijali. Hata ukienda wapi, mimi utajua mwenyewe. Sitaki unishike na masuala yako, mtajua wenyewe. Tumeshamaliza tayari. Nimefeli kwa mara nyingine. Inaonekana kila kitu ninachokifanya huyu binti anakigundua. Na ndio maana kila misheni yetu inafeli. Yaani umefeli tena kwa mara ya pili. Wakati kila kitu tumepanga vile vile kama ilivyopangwa. Au umeshtukiziwa kwa mara pili, si ndio? Kila kitu nilikipanga kama tulivyopanga. Lakini cha ajabu, narudi kwenda kuchukua maziwa na mkuta ule kijakazi ni mzima wa afya. Tena yuko pembeni na mume wangu. Yaani imenichanganya kweli yani. Inawezekana ubinti akawa mchawi. Lakini mimi naona tujaferi. Hapa kuna mpango mwingine upo. Mpango upi huo? Nitakurejea kiza kikiingia. Na kila kitu nitakuja nacho mimi. Kwa hiyo, awamu hii hatuwezi kuferi kwa mara ya 3. Tuliza akili yako Mo. Maana mara hii tukifeli, tutakuwa ndo tayari tushaharibu kila kitu. Kwa hiyo tulipo hii, tupange mipango yetu vizuri sana na iende vile ambavyo tutakavyotaka iwe. Sije tukafeli tutaaibika ndugu yangu. Salungi, tipu lazima nikuwe kwa njia yoyote ile. Nitafanya gharama ya aina yoyote ili mradi upotee kwenye hii dunia. Hivyo mzee, hauna heshima hata kidogo. Asubuhi wote wanakuja kugonga kwenye mageti yetu. Watafuta kitu gani? Kwa huko kuna majumba kama haya ndio maana kuja papatika na majumba watu Na wewe kwanza ni nani? Paka nafungua tu mlango unajiingilia ndio majumba watu. Nani wewe huko ndani? Wewe kuna wakubwa. Hakuna watu wazima kama mimi. Wewe ni mchenzi wewe, si ndio? Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa kupokea geni nyumbani kwako. Lakini madam, unajua ulichokifanya sio sawa. Huyu ni mtu mzima, ikupaswa ongenee hivyo. Ungetumia busara kidogo. Afu pengine ungemsikiliza kwanza ana shida gani. Hebu nyamaza wewe. Halafu huyu sio mzee. Hao ndio wachana ambao wamekosa kuanga usiku wanakuja sisi kuanga mchana kweupe. Haya, kitu gani kilichokota nyumbani kwangu? Shikamoo baba.
Baba, shikamoo. Nipe na sabuni nijimwage kabisa. Unataka kuniogesha? Nipe na sabuni nijisugue. Flaviana, naomba mpeleke baba ndani. Mke wangu, hizi tabia utaacha lini? Kwa huu pumbavu ambao umeufanya hapa, naomba utoke kwa muombe msamaha baba. Na nakuomba usije karejea tena hicho kitendo ulichokifanya leo. Umenitia aibu sana. Kwa kosa gani labda? Baba yako yeye kanikosea na mimi nimekosea. Kifupi tumekoseana. Kama kuomba msamaha basi angeanza yeye kuniomba msamaha, mimi ningemuomba. Kwa sababu mtu unamsalimia kanikalia kimya. Na mimi sikujua kama ni baba yako, kosa langu mimi hapo liko wapi? Sifanye huo upuuzi. Si unanielewa Salungi? Yaani swala mimi kumwomba baba yako msamaha, sahau. Huo ujeuri wewe utakupeleka wapi? Ujeuri wewe utakufikisha wapi? Tambua yule ni baba yangu mzazi ambaye amenizaa mimi. Wewe unafikiri kwa hichi kiburi ambacho ulichomuonyesha pale, mimi nitaanzaje kutoka kwenda kukutambulisha kwake kama wewe ni mke wangu halali wa ndoa? Hebu jaribu basi kwa msarabu hata kidogo kwa hichi kipindi mpaka pale atakapoondoka. Na kuomba mke wangu, toka naenda kwa muombe msamaha, fanya kwa ajili yangu. Ukishindwa kumuomba msamaha yule baba yangu, mimi nitashindwa kwenda kukutambulisha kwake. Sawa, nitaenda kumuomba msamaha. Ila sio kwa sasa hivi. Maana sasa hivi nimechanganyikiwa, mambo yangu, yaani akili yangu iko sawa kabisa. Kwa hiyo nitakapojiona iko sawa nitaenda kumuomba msamaha. Ila tu naomba ukae naye chini na umwambie. Nikienda kumuomba msamaha hakininyima majibu ya ovyo. Yesa mvishapanya kula pamba. Sasa nitamtoa ushamba. Mimi nitaenda kuongea naye. Nitamuelewesha, nafikiri hata kujibu vibaya wala hata kukalia kimya. Ila fuata kile ambacho mimi nilichokuambia. Sawa, kazi njema mume wangu. Nakupenda mke wangu. Nakupenda pia. Karibu Chaiba. Asante sana. Samani, naomba nikufahamu. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Flaviana. Una jina zuri kama wewe mwenyewe. Kuanzia upole, ukarimu, pamoja na upendo. Nitamani kujua wewe ni kabila gani, lakini nitakuwa nakosea sana kujua kabila lako. Karibu sana baba. Mimi nawahi kazini, nafikiri tutaonana baadaye. Sawa. Uwe na kazi njema na uwe na safari njema. Asante. Kama unahitaji chochote, utamwambia mke wangu yupo ndani. Hapana. Haina haja ya kumsumbua Malkia wakati kija kazi yupo hapa. Kwa hiyo mimi nikihitaji chochote nitamwona Flaviana. Sawa. Tutaonana baadaye basi. Haya baba, mimi nipo jikoni naenda kupika. Nikimaliza nitakuja tuongee. Pia ukihitaji chochote utaniambia.
Wewe mzee, nimekuja hapa kukuomba msamaha kwa kile kilichotokea getini. Samahani bamkwe. Kwa hiyo unataka kunidhirishia kwamba hivyo ndivyo ulivyofunzwa nyumbani kwenu? Wewe kwenu huna wazazi? Hakuna watu wazima kama mimi? Kwa hiyo kuja kuniomba msamaha ndio uje hivyo umevaa uchi? Ni maadili ya wapi? Hivyo mzee umechanganyikiwa eh? Yaani hapa nimevaa vizuri, nimejistiri, unasema nimevaa uchi. Je, ningevaa bikini au chupi tu ningekuja? Ungeniambiaje? Alafu sikiza mzee nikwambie. Swala mimi kuja hapa kuomba msamaha na kuvaa kwangu wala vihusiani. Wewe hapa ni kupokea msamaha au kukataa? Utajua mwenyewe. Kwanza hapa nimezamishwa tu na mume wangu, ndio nimekuja kuomba msamaha. Sio akili yangu, mimi siwezi kuja kuomba msamaha. Kwa hiyo hata kama umelazimishwa na mume wako kuja kuomba msamaha, ndio kuja kumevaa uchi hivi kiasi hicho? Alafu sikia nikwambie. Mimi ni baba mkwe wako, sio shemeji yako. Sawa? Kwa inapaswa unipe heshima na nidhamu kwangu mimi. Unakuja hivyo uchi kweli? Wewe umefundwa wewe? Au ni msungo? Wewe. Mimi sipaswi kuona mongo yako kiasi hicho. Anayepaswa kuona mongo wako ni mume wako. Sasa hivyo umekuja kuomba msamaha au umekuja kunitukana? Sikia nikwambie. Naomba utoke mbele ya macho yangu. Shetani mwenye mguu mmoja wewe. Umenihitaji wewe mzee? Shetani. Sikiza nikwambie mzee. Usinoni nimekukalia kimya ukafikiri na kuogopa. Yaani mimi sikuogopi hata kidogo. Alafu nyinyi ndio wazee ambao mmekufa kutafuta kwenye ujana wenu, mnakuja kufia kwa watoto wenu. Yaani ujana mlikuwa mnafanya tu malaya. Sikiza nikwambie. Mimi sina huo muda mchafu wa kukaa kusikiliza huo upuzi wako. Utajua mwenyewe. Upokee msamaha, usipokee msamaha, utajua mwenyewe na maisha yako. Unishughulishi hata kidogo. Wewe kwenu huna wazazi. Wala hujafundwa wewe. Na wewe sio ni msungo? Wewe mwanangu umekupata wapi wewe? Tuma nilimwambia haja aoe nyumbani. Toka mbele macho yangu hapo. Chenge wewe. Potea! Naondoka ndio. Ila tu ukae kujua. Jiandae kurudi ulipotoka. Yaani kama ni kulima, basi mwaka huu utalima sana tu. Kukaa hapa sahau. Sijui unanielewa mzee? Chenge wewe. Tabia gani? Mbona mimi ni shemeji yako? Pole sana baba. Itabidi umzoee, ndio tabia yake alivyo. Na mwanao ndo anayapitia haya kila siku. Naomba nilete maji ya kunywa. Sawa. Halo kipenzi. Amna, ndo mtoka kujiandaa hapa sasa hivi nafika hapo. Wewe, hebu toa chafu wako. Hivyo na kichao? Mnaanzisha kangako kasi gani? Au na mimi naweza kuvaa matamba yako hayo? Kuwa na heshima wewe. Alafu kiniona nimevaa nguo zangu unakuja kunipakisha pachika mingo yako ya ajabu sitaki. Unajua bei ya nguo? Ushaingia dukani kununua nguo wewe. Hivyo na kichaa au na nini? Lakini madam alivyovaa hivyo sio vizuri. Alafu baba yako mko yupo hapo nje, atajisikia vibaya endapo utatoka hivyo. Wewe babangu mko anakusikia kitu gani? Babangu mzazi mimi unapaka ongea maneno kama hayo. Tena koma, usinifundishe heshima na wewe usinifundishe maisha. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Wewe unanifundisha kitu gani mimi wewe? Au unataka kunifundisha mama yako unaofanya huko ndani? Mwangalie mtoto mdogo na kwa mama yako kwa baka watu wazima. Tena koma. Si unanielewa? Ole wako siku nyingine unaona nimevaa nguo zangu, uje nipachika majenga yako. Toka hapa mbele ya macho yangu sije nikakuua mimi.
Mimi bwana nimefika salama. Kwa nyinyi bwana kweni na amani. Ila kuna joto ngoja. Halo mama. Wewe mama wewe. Msamani mara moja. Wewe si mke wa mtu wewe. Mavazi gani unavaa hivyo? Basi mdogo ungekuwa mke wa mtu kutoka mbali. Lakini mke wa kijana wangu unatoka hivyo. Unaenda kumlisha nani mongo yako kiasi hicho? Wewe binti hujafungwa nyumbani kwenu wewe. Au wewe ni msungo? Hauwezi ukatoka ukiwa hivyo hapa kwa mwanangu. Nenda ndani kavae nguo nyingine. Badilisha mavazi yako hayo. Wewe mzee wewe, na kuheshimu na usitaki nikuvunjie heshima. Sasa jifanye baba uliopinda, unizoe kutoka ndani ukuonyeshe nini cha kukufanya. Halafu umeshindwa kutengeneza maisha kwenye ujana wako, unakuja kuzeka hapa kwa mtoto wako. Tena bila hata aibu. Unaonye mpaka kwenye makalio. Sikiza mzee, hapa Dar es Salaam hapa kufai. Rudi zako kijijini, nenda kalime mahindi yako. Chefu. Ama kweli nimeamini akutukanaye akuchaguli tusi. Ha! Mimi najua mpaka kwenye makalio. Mtoto mshenzi huyo. Nitakuonyesha. Habari za saizi baba? Salama. Za utokako? Namshukuru Mungu kwa ni salama. Bora mwae kurudi. Kuna kitu ambacho kimenikera sana leo na kimenikwaza kabisa. Sitaki nikukosee kijana wangu, lakini huyu mwanamke wako hana heshima wala nidhamu. Baba, kwanza naomba unisamehe sana. Lakini hicho kitu ambacho unachokizungumza hapa, mbona mimi sijawahi kumuona kuwa nacho mke wangu hata siku moja. Unajua mimi mke wangu ana heshima sana. Yaani kiasi cha kwamba maneno ambayo unayoniambia hapa, yaani nashindwa hata kuelewa. Ni mke wangu huyu ambaye mimi nimemuoa au kuna mwanamke mwingine tofauti na mke wangu ambaye unamzungumzia hapa? Naongelea kuhusu mke wako. Na kama ulimtuma kuja kuomba msamaha kwa wale ambao waliotokea, ndio haja kama amenivalia mimi uchi. Amenivalia mimi kanga. Sarungi, sitaki nikukosea kijana wangu, ila kiukweli pale umekosea kuoa. Unajua nilikosea sana baba. Tena unanikosea kweli kweli. Unataka kuniambia kwamba leo hii tu umekuja hapa tayari umeshajua kwamba mke wangu ana tabia mbaya kuliko mimi? Mimi na mke wangu tumeoana ni muda mrefu sasa. Kabla tujaoana mimi mke wangu namjua. Mke wangu hana hizo tabia ambazo wewe unazozungumza. Leo hii unaniambia kwamba mimi nimekosea kuoa? Baba, nakuheshimu sana. Sitaki kukwambia maneno ambayo ukahisi kwamba mimi nakuvunjia heshima, ukaniona kwamba mimi sina heshima kama ambavyo ulivyomuona mke wangu. Tafadhali sana, acha kumzungumzia mke wangu vibaya. Labda baba, mimi nikwambie kitu kimoja. Kile kitu kilichotokea pale getini asubuhi, ile ilikuwa ni bahati mbaya tu. Na ndio maana kabla sienda kazini nilimwambia mke wangu aje akuombe msamaha ili mradi mambo mengine mamalize na maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo usichukulie kwamba kile kilichotokea pale ukachukulia serious kwamba ndo mke wangu yupo hivyo. Hapana. Hayupo hivyo baba. Kijana wangu Sarungi, sitaki nikukosea, lakini nikwambie kitu kimoja tu. Katika maisha kila mke ni mwanamke, lakini si kila mwanamke anafaa kuwa mke. Sitaki niongee maneno makali juu yako. Nimekwambia pale umekosea kuoa, na kwa nini najuta kwa nini sikuja katika harusi yako. Mimi mwanamke ananitukana mimi kwamba nina nywele mpaka kwenye makalio. Baba yako anatukana kweli?
Yule mwanamke mpe talaka yake aondoke. Anipe talaka afu unanioa wewe au? Umesikia alivyokuwa jinga hili? Unamsikia mke wako? Hivi wewe mzee, umetoka huko kijijini, umekuja Dar es Salaam kuharibu ndoa mwanao, eh? Yaani umekaa hapo kabisa mwanaume mzima na suruali yako, unamshauri mwanao muache mkeo. Hivi una akili timamu wewe? Sikiza nikwambie mzee, siku ambayo tunatongozana na mwanao haukuwepo. Na unajua aliniambia nini ama nilimwambia kitu gani? Au siku ya kwanza nilivyokuwa namvulia chupi mtoto wako, unajua nilimpa kitu gani? Mzee, tena unikomi. Yaani ukikaa vikao vyenu vya ajabu na mtoto wako, mimi nikome mdomoni kwako. Si unanielewa? Usije ukanifia mikononi mwangu bure, maana mimi sinaga masala kama mtoto wako mpumbavu. Mimi unavyonijia ndio ninavyokupokea mzee. Sawa? Tena unikome tena kunitaja katika maisha yako. Pumbavu wewe. Huyu mzee wake anataka kunichanganya. Na kunapolekea hata nalibia kila kitu. Sikia, hakikisha na leo ufeli. Utapomwangusha tu mumeo, basi hakuna tezuia mpango wako. Sawa baby, leo nitajitahidi kwa kila njia nimuue huyu mwanaume. Maana nishachoka kabisa. Na furaha sana kusikia hivyo. Na ndio maana nakupenda sana. Sawa, nakupenda pia. Baadaye basi. Sawa. Salongi, naomba zungumza na baba yako. Hafuate kilichomleta humu ndani. Sitaki niingilie kwenye masuala yangu wala kwenye maisha yangu. Huko nilipotoka nimechoka sana. Kichwa changu kina mambo mengi sana, kwa tafadhali naomba uniache, sitaki makelele. Please nakuomba tafadhali. Sitaki makelele yote yale kusikia. Sema wewe umechoka. Akili zangu nafikiri unazijua vizuri sana. Tusije tukalemana baadaye. Nikija kufanya kitu chochote kile, usije ukaanza kunilaumu. Baba, mbona ni usiku sana na upo hapo unaenda kulala bado? Hata huo usingizi sina. Na sijui usingizi unaotolea wapi. Kiukweli na mwenye huruma sana kijana wangu. Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda anazidi kuingia kwenye shimo la moto. Zai ni mwanamke, lakini hafai kuwa mke. Na kadri siku zinavyozidi kwenda naona kijana wangu anazidi kupotea kabisa. Na kama unavyojua vijana wa sasa hivi wakishaamua kupenda wanapenda bila kuangalia. Sasa sijui nifanyeje ili niweze kumsaidia. Pole sana baba. Ila tuendelee kumuombea. Mimi naamini ipo siku atabadilika. Mimi naamini atakuwa bora na mwenye kumtii mumewe. Tabia zinarekebishwa baba. Atabadilika tu, tusimkatie tamaa. Flaviana, tabia ya mtu ni kama ngozi. Haiwezi kubadilika. Kama alishindwa kubadilika kwa wazazi wake, hawezi kubadilika kwa mwanangu mimi. Hata iweje. Labda haje malkia au malaika kutoka mbinguni ndio anaweza kubadilika. Lakini kwa maombi mtu abadilike? Flaviana, nitamani kijana wangu awe mwanamke kama wewe. Mpole, mstaarabu, mwenye nidhamu ya hali ya juu, mwenye upendo
heshima, lakini sio lile jinga lile. Sijui kalipata bali lile kwenye wanapocheza cheza wapi vijana hawa wanaposema mapiano, si mapiano hawa wapanda juu ya meza hawa. Yaani sijui amempata wapi yule mwanamke. Sawa baba, naona muda umeenda sana. Nilikuwa naomba ukapumzike, kesho tutaongea vizuri. Sawa. Asante kwa kunijali mwanangu. Sawa baba, wewe na usiku mwema, ulale salama. Aya. Nawe pia uwe na usiku mwema.